uchache tu nataka tufahamu, labda tunafahamu kwamba vijana wengi kwa sasa hivi wanasoma, lakini wengi wao elimu yao kwa upande mkubwa imebase sana kwenye mambo haya kidunia, lakini wachache sana ambao watakuwa wamejikita kwenye elimu ya dini. Kwa wewe, kwa kipindi chako huko nyuma, ni nini hasa kilikuvutia mpaka ukaingia katika elimu hii ya akhera? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nianze kwa kusema kwamba kabla sija ingia kwenye elimu hii ya akhera, au kwa maana sijishughulisha nayo, nianzie kwenye chimbuko la haya ambayo tunakwenda kuzungumzia. Ni swala zima la malezi. Inapokosekana malezi thabiti ambayo imejengwa katika misingi ya kisheria, basi ni hakika yoyote yule atajikuta katika uwanja au katika nyanja za dini ameepukana nacho. Sasa malezi tuliyopata sisi huko mwanzoni, tulipata malezi ya aina zote mbili, kwa maana kwamba tumepelekwa upande wa sheria wa dini na tukapelekwa upande wa mitaala secular. Sasa sio kwa maana kwamba mimi nimebesi tu au na wenzangu wengine wengi ambao wamebesi katika upande wa dini, la hasha. Mimi nimesoma shule ya msingi, nimesoma shule ya sekondari, Usagara Secondary School, na nimefaulu pale mambo ya uhasibu na nini, nikasomea uhasibu, nikafanya kazi ya uhasibu mwisho wa siku, lakini nilikuwa na misingi ya elimu ya dini. Kwa hiyo nilipopata tu scholarship, kwa maana kwamba kwenda kusoma nje elimu ya dini, nikawa tayari ile elimu ya kidunia au kwa maana ya secular pia imenisaidia kuweza kuingia moja kwa moja chuo kikuu kutokana na nini, na ile elimu yangu ya secular. Tu kule kilichonikwamisha mwanzo ilikuwa ni lugha. Kwa hiyo nimesoma tu lugha, baada ya lugha nikaingia moja kwa moja hapo nikashughulika na mambo ya elimu ya dini, na nikarudi huko nimefanya elimu ya dini au naendelea kufanya elimu ya dini pamoja na elimu ya mazingira iliyonisaidia katika haya maisha ambayo tunaishi sasa hivi. Lakini inaonekana kwamba kuna ugumu kidogo wa kuchanganya, yani muda labda unakuwa hautoshi kwamba wewe umesoma elimu ya secular kisha baada ya hapo tena ukasoma elimu ya dini. Si kweli. Kwa sababu labda kwa sasa, au tunaweza kusema miongoni mwa baadhi ya mbinu vita inayopigwa Uislamu na Waislamu ni elimu ya dini. Kwa hiyo utakuta kwamba kipindi cha nyuma sisi tulikuwa, kwa maana kwamba huingii primary school darasa la kwanza mpaka uwe umepitia chuoni, shule ya Muslim Primary School, unaona Tanga, baadaye ikawa jumuiya, baadaye ikabadilika ikawa ni chuma. Hiyo ilikuwa kwamba lazima upitie Mwembeni usome kwanza dini, alif b mpaka unapomaliza juzuu ndio uingie darasa la kwanza. Tayari pale unahamasika, na si hamasa inatoka huku nyuma kwa wazazi ambao wao ndio wana jukumu lao kubwa. Sasa hivi tunasema kwamba tatizo la kuchanganya vitu viwili, kuna viwili. Yawezekana kweli ni ya maadui wanatupiga vita kwa maana hatupati nafasi au watoto hawapati nafasi. Yawezekana sisi wazazi wenyewe tumebesi mno katika upande wa secular kuliko upande wa dini, kwamba huku kuna mafanikio ya kidunia, lakini tukiangalia kwamba hayo mafuta ndio sasa hakuna. Kuna watu ambao wana degree zao, lakini ni mameneja wa usafiri sasa hivi, tunasema bodaboda. Sasa hebu nabii, mtu amesoma engineering, mtu amesoma commerce, mtu amesoma sijui kitu gani, mambo ya uhasibu, anasoma bodaboda. Daktari hawana nafasi sasa hivi. Sasa na kawaida umri ukishafika kiasi fulani, kurudi nyuma kusoma dini inakuwa ni ngumu. Ndio haya tunayoona sasa hivi. Na hasa unadhani hili linaweza kuwa limechangia hasa mmonyoko wa maadili kwa sasa? Bila ya shaka. Kukosekana dini kwa mtu yoyote lazima kutakuwa na, kwa sababu hana mwelekeo, hana mfumo wa maisha unaompelekea. Kwa hiyo mfumo wake yeye ni wa okota. Sasa na akirudi huku kama anazuiwa kwenye dini, kwa hiyo anakimbia dini, anaingia kwenye mfumo mwingine. Unaona, sasa mfumo mbaya. Lakini kama mtu ataamua kurudi kwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena kurudi kwenyewe ni kwa elimu, sio kurudi kwa maana tu anaanza kuingia msikitini kama baadhi ya wenzetu sisi ambao mtu amestaafu sasa anarudi msikitini, akifika hajui anachokifanya. Kwa hiyo hawa vijana wanaweza kweli wakarudi kama wataamua wenyewe, sababu tayari wazazi imeshindikana. Sasa wao wenyewe kama wao ndio wakurudi. Hasa labda unadhani kwamba wazazi hasa
kwa sababu kuna wazazi wengine wanahisi kwamba watoto wa sasa hivi na kipindi ambacho kipo ni tatizo, kwamba bwana hawa watoto wa sasa hivi automatically tu kwamba hawa ni wabovu, yani hata ufanye nini hawaongozeki, lakini sisi tulikuwa tuko vizuri. No, fikra potofu. Haiwezekani kwamba mti unakuwa na unauona hivi hivi unapinda na wewe unauacha mpaka umeshapinda, sasa haukunjuki tena, unasema ndio samaki mkunja angali mbichi. Wazazi wameshindwa kuwakunja hawa vijana tokea wadogo. Nasema tokea kweli inawezekana kwa mkunja mtu akakaa sawa sawa, lakini kuna fakta mbalimbali. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuongoa anayemtaka na anampoteza anayemtaka. Yeye ni Mola wa viumbe na anachofanya haulizwi. Ndio la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun, haulizwi anachokifanya na sisi ndio tunaulizwa. Sasa yawezekana mtu tayari kashakuwa ni katika kadari ya kupotea, kwa hiyo sababu zinapatikana pale na yeye anaacha dini, anapotea. Sasa tunaweza kusema kwamba kweli kuna wimbi kubwa sasa hivi la vinavyofanya mtu kuweza kupotea. Mitandao ya kijamii, marafiki wabaya, sijui jamii ambayo haiko na maadili, hakuna wasemaji, hakuna wakemeaji haya yote ni miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kupotea. Sasa hili nataka liangaliwe kwa kina, si kwa maana tunasema kwamba mitandao ya kijamii mibaya, no. Silahu dhu haddain, silaha yenye pande mbili, yaweza kuitumia vizuri, yaweza kuitumia vibaya. Sasa twendeni kwa vile ninavyotaka fituri. Hatujui kweli kwamba imewekwa kwa ajili ya kupoteza watu, na inawezekana kwa sababu muda mrefu mnaopoteza kwenye mitandao ya kijamii.